Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naongea na Mwalimu Abdul Karim. Alkadhalika tunaendelea na masomo yetu, na ndio maana tunawasihi na kuasisitiza msiache kuendelea kusubscribe channel yetu pendwa ili kuzidi kupata masomo mengi zaidi. Na leo nitazungumzia siri ya mlango. Siri ya mlango. Wengi tunafahamu kwamba mlango ni sehemu muhimu sana. Hakuna sehemu yote utakwenda lazima upatikane mlango. Sasa mlango una siri kubwa sana katika tiba, na mlango una siri sana katika ulimwengu wa wachawi. Sasa lakini leo nitawaelekeza faida ya mlango. Nitawaelekeza faida ya mlango, yani sehemu ya kupitia nyumbani kwako, sehemu ya kuingilia pale nyumbani kwako. Mlango una maana gani? Mlango una maana gani katika maisha halisi ya mwanadamu? Na ni kwa nini patikane, ni kwa nini uwekwe mlango? Na mlangoni kuna wakati mlango unafungwa na kuna wakati mlango unakuwa wazi. Nini maana ya mlango? Manake mlango una kazi, yani una kazi kuu mbili. Una kazi kuu mbili. Mlango kazi yake ni kufunga na mlango kazi yake ni kufungua. Kazi hizi mbili. Nimeeleweka vizuri? Ima katika ulimwengu tulionao ama ulimwengu wa kiroho, kwa maana ulimwengu wa kichawi alkadhalika. Mlango una maana mbili. Ima kufunga ama kufungua. Sawa? Hivyo ndio tunapata uhalisia na fasiri ya mlango. Tunajenga majumba, tunaweka milango bila kufahamu nini maana ya mlango, kwa sababu falsafa hiyo ya mlango imeanza mbali sana, kutokana na uhalisia wake kwamba panajengwa nyumba alafu hapo hawekwi mlango. Manake hakuna sehemu unaweza kuingilia, hakuna sehemu unaweza kuingilia. Kwa hivyo maana halisi ya mlango ni maisha. Maana halisi ya mlango ni kipato. Maana halisi ya mlango ni hali halisi ya mtu binafsi, nafasi yake aliyokuwa nayo na nafasi ambayo anaiendea, ama na nafasi iliyopita. Mlango unaweza kuamua mwendelezo wako wa maisha, ama mlango unaweza kuamua ufupisho wa maisha yako kwa kutumia mlango. Ndugu zangu, naeleza hivi kwa maana kubwa. Yani hata mtu anapozulika, watu wakiwa wamemtafuta wamemshindwa, lazima watengeneze mazingira ya nyumbani kwake. Kwa sababu nyumbani kwake huyu mtu atazunguka, atakwepa wapi, lakini kwake lazima arudi. Na kama nyumbani kwake lazima arudi, atapitia wapi? Ni lazima apite mlangoni. Kwa hivyo ukiwa umetafutwa kwa namna yote ile ikashindikana kupatikanika, basi watakupata nyumbani kwako. Na kianzio chake inakuwa ni mlangoni, kwa sababu ni lazima upite mlangoni. Kwa hivyo ndio maana nikaeleza mlango na mambo mawili, ima kufunga ama kufungua. Na kama mlango ukifunga manake wewe umeangamia, na kama mlango ukifunguliwa manake kuna mambo mengi sana ambayo utaweza kuyapata katika maisha yako. Na ndio kuna wakati unaona kwamba kuna watu mambo yao yanakuwa yanawanyokea, manake mlango wao upo wazi. Na kuna watu wanaingia kwenye changamoto za ugumu wa kimaisha kwa sababu milango yao imefungwa. Kwa hivyo hii milango tunayoipitia katika majumba yetu kama hivi unavyoona, watu wanavichukulia kawaida tu, lakini mlango una siri kubwa sana. Na ndio maana wakati mwingine hata watu wa ulimwengu wa giza wakikushindwa, basi lazima waje kuchukua mchanga katika nyumba yako. Manake wanajua ni lazima utarudi kwenye nyumba yako na hutapita sehemu nyingine, lazima upitie mlangoni. Ndio maana nakwambia kachukue mchanga wa mlangoni. Manake mlango una maana kubwa. Manake unapochukuliwa mchanga wa mlangoni, manake wewe unafanya nini? Ndio una mlango wako unafungwa sasa. Ndio mlango wako unafungwa. Na nyumba nyingi sana tunazoziona tayari milango yao ilishafungwa. Milango yao tayari ilishafungwa. Ndio masumbuko tulikuwa nayo
kipato kinakuwa kigumu, mtu anatafuta kazi hapati. Lakini sababu nini? Anaishi kwenye nyumba ambayo mlango wake hauko wazi, ulishafungwa katika ulimwengu wa roho. Na atazunguka katika mizunguko yake yote, anapewa ahadi nzuri, anapewa vitu vizuri, lakini atakaporudi anarudia wapi? Ni lazima arudi kwenye ule mji ambao ni lazima apite wapi? Mlangoni. Na kumbuka kwamba ule mji umefungwa, huyo mtu hataweza kufanikiwa. Malalamiko, unasikia mtu anakuambia nimeshapeleka barua za maombi sehemu karibia 5, sijajibiwa hata sehemu moja. Huyu mtu anaishi kwenye nyumba ambayo mlango ulishafungwa katika asili ya kiroho. Kwa hivyo mtu huyu inakuwa ngumu kufanikisha mambo yake. Sawa? Vile vile kuna watu wanapata neema kwa sababu milango yao iko wazi. Kwa nini wanasema upendo lazima uanzie nyumbani? Ndugu yangu, upendo lazima uanzie nyumbani. Kwani mlango ukiwa uko wazi nyumbani, na mambo yako mengi sana utaweza kufanikisha. Na kwa nini milango ya watu wengine inakuwa inafungwa na milango mingine inakuwa iko wazi? Sababu kubwa inayopelekea milango yetu hii kufungwa ni ubinafsi. Milango yetu hii kufungwa ni ubinafsi. Ulijaliwa riziki ulipopata riziki hiyo, baada ya kupata riziki hiyo ukawa unataka utumie peke yako. Utumie peke yako. Mfumo wa kujifungia ndani, uwe na watoto wako, kula vinono bila kujali wengine, ndugu zako, jamaa na marafiki. Sasa inapofika siku ya siku mlango wako unafungwa, ndipo sasa yanakuwa ni majuto ambayo hatakuwa na faida, kwa sababu mpaka ipatikane namna ya kufungua milango hiyo. Kwa hiyo ndugu zetu, ndugu zangu wapendwa, tuweze kuwa makini na milango yetu kwa ajili ya kuweka kinga katika milango yetu. Na kinga nzuri ni ya kafara. Kinga nzuri ni ya kafara ambao tutakuja kuizungumzia wakati mwingine, lakini leo nilitaka niweze kueleza faida kuu ya mlango ambao tunautumia kila siku, na hakuna nyumba yoyote ile isiyokuwa na mlango. Nyumba zote zina mlango, na katika ulimwengu wa siri, ili kumtoa mtu aingie katika umaarufu, tutakuja kuzungumzia hii habari wakati mwingine. Lazima apite kwenye mlango. Sawa? Lazima apite kwenye mlango. Kwa sababu gani? Dunia yote unavyoiona hii, hakuna sehemu utakosa mlango. Hivyo kama utapewa nyota ya mlangoni na ukapita mlangoni, lazima dunia ikutambue. Lazima dunia ikupokee kama ilivyopokelewa milango. Kwa hivyo milango ina siri kubwa sana. Milango inaweza kumfanya mtu akainuka, milango inaweza kumfanya mtu akakwama. Tena akakwama kisaikolojia, akakwama kiuchumi, akakwama kimaradhi. Kwa sababu kuna watu maradhi yao hayaponi, wanakwenda, unasikia mtu anakuambia bwana, ile nyumba mimi siwezi kulala, maana nikiingia pale kwenye nyumba naona ndo kama matatizo yanazidi. Kwa sababu gani? Mlango uko wazi. Mlango ulishafungwa na kuna vitu vibaya ambavyo viko ndani ya hiyo nyumba. Kwa hivyo huyo mtu hataweza kupata unafuu, kwa sababu kile anachopambana nacho kiko ndani ya nyumba yake. Ndio maana mara moja mtu huyu akatoka kwenye ile nyumba akaelekea kwenye nyumba nyingine ambayo mlango uko wazi, basi watakwambia bana, mimi kule sirudi. Anaweza kusema kabisa kwamba kule nyumba ile siwezi kurudi kwa sababu nyumba ile sipati usingizi. Nikikaa kwenye ile nyumba hailaliki. Ndugu zangu, hamjasikia hizo habari? Kuna watu wanalalamika kwamba ile nyumba hailaliki, hatuwezi kukaa. Kwa sababu gani? Ni hii milango. Milango hii ina siri kubwa. Milango hii inatumika kuingiza matatizo. Milango hii inatumika kufunga matatizo. Milango hii inatumika kufungua baraka. Milango hii inatumika kuweza kuinua riziki ya mtu. Milango hii inaweza kumfanya mtu kuwa maarufu katika namna yoyote ile. Tutazungumza mambo mengi, lakini lengo mahususi nitaka kuweza kuwapa faida kuhusiana na milango. Milango ina kazi kubwa sana. Mlango ni dawa. Mlango ni dawa. Yaani hapo mambo mengi sana ya kuzungumza na kuwaelekeza watu. Unaweza ukajitibia karibia magonjwa 60 kwa kutumia huu mlango unaouona, ambao kila siku mnautumia kuingia na kutoka, mjui siri iliyokuepo ndani ya huo mlango. Na kwa nini uwekwe mlango?
kwa nini uwekwe mlango, chanzo cha kubuni hii milango ni nini. Kwa hivyo mlango, ndio maana unasikia kuna malango ya kuzimu, ndio maana unasikia kuna milango ya kuingia peponi. Ipo milango ya kuingia peponi, maana yake milango ina siri ya kiroho, milango ina siri ya maisha ya kawaida. Sawa? Kwa hivyo hii milango yetu tusiichukulie kawaida, na ndio maana kama unavyoona huu mlango nilokuwa nao una upande wa kulia na kushoto, kuna maana kubwa, kuna siri kubwa sana. Hakika katika mlango wako kuna viumbe ambavyo vinasimama katika mlango wako. Sasa hima ni vizuri ama vibaya kutokana na matendo yanayofanyika ndani ya nyumba hiyo, kutokana na matendo yanayofanyika kwenye nyumba iliyowekwa mlango huo. Sawa ndugu zangu? Basi tutakutana katika kipindi kijacho ambacho tutaelezea mambo zaidi kuhusiana na mlango na ufafanuzi wake na namna gani ambavyo unaweza kujimarisha ukanufaika na elimu ya mlango, ukaweza kupata faida kubwa, ukaweza kujinasua kutokana na matatizo ya aina mbalimbali kutokana na mlango. Basi mlikuwa nami Maalim Abdul Karim, na kuendelea kuasisitiza msiache kuendelea kusubscribe channel yangu ili kuweza kupata mafunzo makubwa zaidi. Mwenyezi Mungu ni mwema.